Na mtazamaji, kutoka kwa siasa za Mlima Kenya, mwaka unaelekea kuisha huku Wakenya wakiwa na matumaini kwamba hali itakuwa bora mwaka ujao kuliko mwaka huu. Lakini je, Wakenya wameridhishwa na utendakazi wa serikali za kaunti mwaka huu? Wanaye pia kusema kuhusu huduma za idara mbalimbali mashinani. Waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali wamekuwa wakikaa na Wakenya kuwasikiza kuhusiana na maoni yao kuhusu utendakazi wa serikali za kaunti mwaka huu. Moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo Francis Mtalaki yupo. Mtalaki, hujambo tena? Wakenya wanasemaje katika kaunti ya Mombasa? Najua awali ulikuwa katika hafla kuhusiana na biashara ama uchumi wa maziwa. Labda unaweza kutueleza Wakenya wanasemaje kuhusiana na utendakazi wa kaunti mwaka huu? Na asante sana Mashirima kutoka jiji hili la Mombasa, makisio hiki cha Mombasa. Maoni ni tofauti, semi ni tofauti kulingana na wakazi tofauti, na pia huu ukiwa ni mji wa Mombasa na pia mji wa pili katika taifa hili, utaweza kupata pia wakazi wa kaunti tofauti. Kwa hii leo pia nimeweza kubahatika kuwa na vijana kutoka sehemu kama Kwale, majirani wetu, pia kaunti ya Kilifi na kaunti hii ya Mombasa. Wacha nianze na kijana kutoka kaunti ya Kilifi, labda katika masuala ya mustakabali wa kaunti. Katika kaunti ya Kilifi, Kwale samahani, labda wewe ni kipi ambacho umeona kwamba serikali ya kaunti imeweza kufanya kuhusiana na masuala ya maendeleo, na wapi wanaweza kufanya kazi zaidi tunapoelekea mwaka 2026? Kwanza tukiangalia katika masuala ya uvuvi, kaunti imeweza kushirikiana na serikali kuu kujenga bandari ya kisasa ya uvuvi ya Shimoni, na vile vile wameweza kusaidia katika miundo misingi ya kutengeza landing site mbalimbali ambazo ziko na ice plant. Wameweza kuwezesha watu ambao wanatengeza boat building. Na tukiangalia wiki jana, mheshimiwa mstahiki Governor Fatuma Achani pia aliweza kuandaa kongamano la aina kama hii, lakini ulikuwa ni fish competition kwa wavuvi. Hii yote ni kuweza kutia ari na hamasa ili watu waweze kuona umuhimu wa uvuvi na vile inaweza kutransform uvuvi katika iweze kuwa na economy. Vitega uchumi vingine kama utalii, umeridhishwa? Yes, ndivyo imefanyika vizuri kwa sababu tuna ecotourism katika upande wa Shimoni ambao inavutia watalii wengi ambao wanakuja kuangalia wakati wa dolphin wakicross na wanyama wengine. Asante. Ndio kwa sababu unatoka kaunti ya Mombasa, labda kuna mambo mengi, kumekuwa na swala la mazingira, barabara, lakini wewe labda nieleze kaunti ya Mombasa mwaka 2025 yapi ambayo ambayo kuridhisha kuhusiana na mustakabali wa maendeleo, na wapi labda tunapoelekea mwaka ujao ungetaka serikali ya kaunti iweze kushughulikia? Majina mwanzo. Kwa majina, mimi naitwa Kayemba Ferunzi. Mimi ni mkaaji wa Mombasa, mzaliwa wa Mombasa, na kaunti yetu imejaribu lakini ina changamoto bado. Na kwanza zaidi naona wamejaribu sana mambo na usafi, lakini bado yatakana watie mkazo zaidi. Kabla ya mvua wawe wamesafisha mitaro vizuri, tusiwe na shida yoyote ya maji watu kuzama na vitu kama hivyo. Na pia lingine ningesema ni ningependa county kwa mwaka wa 2026 iwe na mwamko mzuri upande wa mambo na uvuvi. Ijaribu sana kuzingatia elimu ya mambo ya uvuvi na ubaharia kuanzia darasa la chini. Sijui watatumia hekima gani, lakini ni muhimu sana hapa pwani elimu ya ubaharia na uvuvi ianzwe katika level ya chini kabisa ya masomo, ikiwezekana hata primary school huku, ili kwa miaka 10-20 ijayo tuwe tumebobea sana kwa sehemu hiyo. Asante. Kwa jirani yangu, labda katika ndio watu wanajaa Mombasani katika msimu wa Christmas, umeridhishwa na maandalizi ya sherehe hizi, hasa tukielekea mwaka unapokamilika, na mustakabali wako hasa katika mwaka huu wa 2025 katika masuala ya utendakazi wa serikali? Kwa majina naitwa Tarek John Franco Longoni. Mimi pia ni mvuvi na boat builder huko Mombasa. Tunaona kuwa tourism inaongezeka sana upande wa Kwale,
upande wa Diani, watu wengi sana kutoka uplands wanakuja chini. So tuna attract not only tourists wa kutoka foreign tourists wa kutoka nje, lakini pia wana Kenya wetu wengi sana siku hizi wanakuwa wanaandamana na kuja ku support tourism in our coastal regions. So hiyo ni kitu tumependea sana kuona, because ninaona niko na rafiki yangu mmoja ako na kampuni ya tourism kupeleka watu dolphin Shimoni, na amesema around 80% of the tourists ambao tuko nao sasa ni tourists that are from Kenya. So we are not only relying on the seasons where to have the foreign tourism, na tourism sasa imekuwa imejengeka vizuri sana na kwa wananchi wetu wenzetu. Ungetaka serikali za county zifanye nini mwaka ujao ili kuboresha sekta hii ya tourism? Tuseme upande wa security, ingekuwa kaunti zetu zioneshe presence yao kidogo zaidi kwenye upande wa security, ili tourists wakija wasipate kuogopa kutembea usiku nje, labda waongeze taa mitaani, wapate kuongeza taa barabarani. Hiyo ni kitu ingekuwa ni bora sana kwa nchi yetu na upande wetu wa kaunti ya Mombasa. Asante Mashirima, nikimalizia kwa jirani wetu kutoka kaunti ya Kilifi, labda unieleze katika mustakabali wa kaunti. Kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya uchukuzi, afya na sekta nyingine ambazo zinakuwa na uchumi wa zakuza uchumi wa kaunti. Ni yapi yaliyokuridhisha haswa kama mkazi wa kaunti ya Kilifi? Kwa majina anaitwa Rehema Mazumba kutoka Kilifi County. Nimeridhishwa sana na kazi ya the current governor Mheshimiwa Gideon Mung'aro kwa kuhamasisha uchumi, na alivyofanya ile conference ya Kilifi International Conference ilileta wanabiashara wengi na investors wengi, na tumeona SEZ nyingi zimefunguliwa ambao change to employment opportunities, vijana wengi wamepata kazi, na tunaomba aendelee na moyo huo na kukuza uchumi katika kaunti yetu. Wapi akaze kamba zaidi? Akaze kamba, kuna opportunities nyingi bado haziko tapped Kilifi. Kama anaweza endelea kuzimarket huko nje na local pia, tutashukuru, so that we get more investments in the county. Sekta ya utalii labda imefufuka kama vile wenzako kutoka kaunti ya Kilifi na Mombasa walivyosema? Naam. Kwa Kilifi nashukuru sana kwa sababu Kilifi County is the in county in the moment. Kila mmoja yuataka kuja Kilifi County. Kwa hivyo sasa hivi kama tourist 90% ama 95% wametoka nje kutoka na wako Kilifi County. Asante sana kwa muda wako. Na Mashirima, umeweza kusikia nimekamilisha katika kaunti ya Kilifi, manake ndio nyumbani kwako. Kwa hivyo sina mengi, niache niweze kukomea hapo, lakini niweze kupata taarifa zaidi kutoka sehemu mbalimbali. Naam, shukrani Mtalaki. Hapo kutoka kaunti ya Mombasa tumeweza kuwasikiza wakazi kutoka Mombasa, Kilifi, Lamu ambao wameeleza tu yale ambayo yanaweza kufanywa bora zaidi ifikapo mwaka ujao, na jinsi ambavyo wameona utendakazi wa serikali za kaunti umekuwa katika mwaka huu, zikiwa zimesalia tu wiki mbili kabla ya mwaka huu wa 2025 kukamilika. Tunapumzika kidogo, lakini tutakaporejea tutakuwa tunawasikiza Wakenya kutoka kaunti nyingine. Usiondoke hapo ulipo.